Mheshimiwa Naibu Waziri, kama walivyotangulia kusema wenzangu, ni wajibu wangu sasa kukukaribisha. Lakini naomba uniruhusu Mheshimiwa Naibu Waziri na mgeni wetu, mafanikio haya ambayo wilaya yako inayo ya halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, moja ni kwa sababu ya mshikamano mkubwa wa viongozi tuliokuwa nao. Katika viongozi hawa, mmoja ya kiongozi wetu ni Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye pia amekuwa sehemu ya muhimili mzuri katika wilaya yetu kujenga umoja, mshikamano na kuhakikisha miradi inaonekana. Mheshimiwa Naibu Waziri, jengo hili kama taarifa ilivyosoma, kuna wakandarasi wawili wamepita hapa. Nitumie nafasi hii kumpongeza mkurugenzi wetu wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Wameweza kufuta zaidi ya mikataba 17 kwenye halmashauri yetu. Kwa wale wakandarasi walikuwa wanaonekana janja janja, hapa palikuwa hapaendi, lakini kwa nafasi yake na uwezo wake wa kuthubutu na kushirikiana na waheshimiwa madiwani, mstahiki meya yuko hapa, waliweza kwenda kufuta, na leo hii tunafarijika kuona haya matunda yanaenda. Mheshimiwa Naibu Waziri amesema ninyi mlitupa maelekezo, Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo katika haya mapato ya ndani yaende kureflect huduma za jamii ambayo ile jamii ipo. Katika wilaya yetu ya Ilala unakuta kata moja ina watu 100,000, 120,000, 70,000, 80,000, 90,000. Ukienda kujenga kituo cha afya, Mheshimiwa Naibu Waziri, cha kidogo, then wanamaliza tu kujenga kituo kimeshajaa. Hiyo ndio maana halmashauri yako ya jiji la Dar es Salaam ikaja na dhamira ya kujenga vituo vikubwa, na hapa ni kwa spika wetu tukasema sasa wakati wengine wanaenda kujengewa vya bilioni 4, spika tumpigie cha bilioni 7. Lakini isitoshe tu hiyo, hapa eneo hili ni eneo la kibiashara, ziko taasisi nyingi, wako wafanyabiashara, yako masoko, zaidi ya masoko 3 yanazunguka hili eneo, lakini wako wakazi wa Mchikichini. Lakini dhamira ya serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha eneo hili la Mchikichini kwenda kujenga magorofa. Maana yake tulikuwa tunaangalia mbele, wako wakazi watakao kuwa naishi kwenye magorofa maeneo haya. Hivyo tunakushukuruni sana kwa miongozo yenu. Na ziara yako hii Mheshimiwa Naibu Waziri, sisi inatupa chachu. Maelekezo tutakayoyatoa tunaenda kuyasimamia, na tutayasimamia kwa nguvu kubwa na kwa kasi kubwa sana, kwa sababu tunaona wenzetu, Mheshimiwa Naibu Waziri, mnazunguka pamoja na waziri, mnagawana mahala pa kwenda, na leo hii wana Ilala tunajisikia faraja. Tunakuhakikishia yale utakayotuachia hatutalala kuhakikisha tunakwenda kuyasimamia na kuyatendea haki. Tuna ugeni mkubwa wa Naibu Waziri wa Afya hapa, na yupo katika kata yetu ya Mchikichini, na wana Mchikichini, najua uwezo wenu na nguvu yenu, energy, kazi na utu. Asante sana. Mheshimiwa Naibu Waziri, kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha wote na kukufikisha wewe Mheshimiwa katika kata yetu ya Mchikichini. Lakini pili ni kukaribishe wana Mchikichini uliowaona hapa, ni watu wa upendo, wenye mapenzi makubwa, na walikuwa tayari kukupokea, na nadhani umeona walivyokupokea kwa shangwe hii yote. Lakini kikubwa ni mshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wetu wa chama, lakini ndo rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba kata ya Mchikichini, na leo mimi ni kuombe Mheshimiwa Naibu Waziri, nitasema kwa nafasi mbili. Umekuja katika kata ya Mchikichini, mimi ndo diwani wa kata hii, lakini udiwani wa kata hii umenipa nafasi ya kuwa mstahiki meya wa jiji la Dar es Salaam. Kwa nitazungumza kwa niaba ya wana Mchikichini, kwa maana wananchi wanaoishi hapa wanamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan. Zaidi ya bilioni 7 zimeletwa Mchikichini katika hali hii ya kujenga kituo kikubwa hiki cha afya ambacho kitaenda kuwasaidia wana Mchikichini, lakini wananchi wote wa Ilala na Tanzania nzima ambao watatembelea na wakipata maswahibu ya ugonjwa na kitu chochote watahudumiwa na kituo hichi kikubwa. Nadhani kituo hichi baada ya kukagua umejionea kazi kubwa na nzuri ambayo imefanywa, lakini tunamshukuru Dr. Samia kwa sababu fedha alizozitanguliza, lakini halmashauri ya jiji la Dar es Salaam
ilivyoweza kuona ipo haja ya kuongeza zaidi ya bilioni 6 kwenda mbele. Ni kazi kubwa ambayo itakwenda kuwasaidia wananchi wetu wa Ilala na wananchi wote ambao wamezunguka katika kata hii ya Mchikichini. Mimi nachokiomba kwa wananchi wote, waendelee kuwa na imani na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na rais wetu kipenzi inafanya kazi kubwa sana, na haya ndio matokeo. Tumemwona Mheshimiwa Rais amezungumzia masuala ya bima kwa afya kwa wote. Sasa tunapokuwa na bima afya kwa wote, lazima tuwe na nyenzo ambazo zinaweza kutekeleza kuwepo kwa hizo bima, na Mheshimiwa Rais ameendelea na ataendelea, na sisi tuna imani kubwa sana. Kwa niaba ya wana Mchikichini, kwa niaba ya wananchi wa jiji la Dar es Salaam, tunamshukuru Dr. Samia, lakini pia tunakushukuru wewe kwa ziara yako hii, na naomba nikuendelee kuombea kwamba tunapoenda kufanya kazi za design hizi, kazi zinavyoendelea, Mheshimiwa Naibu Waziri, na ukaguzi unaofanya inatupa notion kwamba kazi zako, lakini hata wanaofanya kazi kwamba wanaongeza kasi ili haya mambo ya utekelezaji uweze kukamilika kwa haraka zaidi. Kwa hiyo nikushukuru na nikupongeze na nikukaribishe kata yetu ya Mchikichini, nikukaribishe jiji la Dar es Salaam. Sakafu ya kwanza itatumika kwa shughuli za uchunguzi, sakafu ya pili itatumika kwa ajili ya huduma za mama na mtoto na uzazi, na sakafu ya tatu itatumika kama wodi ya kawaida. Aidha, sakafu ya 4 itatumika kwa ajili ya ofisi na sehemu za kufulia. Utekelezaji wa mradi. Awali mradi huu ulikuwa unatekelezwa na mkandarasi Humphrey Construction wa Arusha kwa mkataba wa shilingi bilioni 5.2 na kwa kipindi cha miezi 12 kuanzia Septemba mwaka 2022 na itakiwa kukamilika Desemba 2024 baada ya mkataba kufanywa marejeo. Hata hivyo, mkandarasi huyo alishindwa kutekeleza mradi na hivyo halmashauri kuvunja mkataba. Hadi kuvunjwa kwa mkataba, mkandarasi tayari alikuwa ameshalipwa kiasi cha bilioni 2.7 na kwa kazi alizokuwa amezitekeleza. Halmashauri ipata mkandarasi mwingine ambao ni Mniko Construction wa Musoma kwa utekelezaji wa mradi kwa muda wa miezi 9, ambapo ulianza kutekeleza mwaka 2025 Agosti kwa gharama ya shilingi bilioni 4.9, ambapo ujenzi unatakiwa kukamilika mwezi Aprili mwaka 2026. Hadi sasa ujenzi uko 75%. Gharama. Naibu Waziri, kwa kuzingatia gharama za mkataba pamoja na ongezeko la kazi, jumla kuu inakadiriwa kufika bilioni 8.8, ambapo hadi sasa kiasi cha bilioni 4.5 zimeshalipwa. Manufaa ya mradi. Mradi huu utakapokamilika utategemea kutumia wananchi wakazi wapatao 325,000 katika kata 6 za Mchikichini, Kariakoo, Gerezani, Ilala, Jangwani, kata ya maeneo ya jirani yani Kigogo ambayo iko Kinondoni na Keko ambayo iko Temeke. Hitimisho. Mheshimiwa Naibu Waziri, kipekee tunapenda kumpongeza na kumshukuru sana kwa dhati Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri anayoendelea kuifanya, hasa kuimarisha sekta ya afya kwa maboresho makubwa ya kihistoria ya miundombinu ya majengo, vifaa tiba, kuimarisha mifumo, kuongeza ajira na kuimarisha maslahi ya watumishi. Na sasa tunakwenda katika bima ya afya kwa wote. Kwa heshima na taadhima kubwa tunaomba ukague mradi wetu. Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, mgeni wetu rasmi, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mstahiki meya wetu, mganga mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, viongozi wa chama wote ambao wamefika hapa, watumishi wenzangu wote wakiongozwa na DMO kwenye eneo hili, kazi na utu tunasonga mbele. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama taarifa ilivyosomwa na mganga mkuu, lakini kwa maelezo ya awali ya Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya pamoja na maelezo ya ziada ya mstahiki meya wetu wa jiji la Dar es Salaam, ninaungana na maneno hayo 100% kwamba halmashauri ya jiji la Dar es Salaam inaendelea kutekeleza maelekezo ya serikali, maelekezo ya wizara yako Mheshimiwa Naibu Waziri. Kwanza utengaji wa fedha, lakini pia utekelezaji wa miradi mikubwa kama mradi huu ambao umeuona bilioni 7 kuelekea bilioni 8. Mheshimiwa Naibu Waziri, katika kuthibitisha hilo, kwa mwaka wa fedha huu ambao tunaanza sasa kuandaa bajeti yetu kwa maana ya 26-27,
Mapato ya ndani kwenye eneo la afya tumetenga kiasi cha shilingi bilioni 9. Haya ni mapato ya ndani. Kwa hiyo utaona ni namna gani ambavyo Mheshimiwa Naibu Waziri, kipaumbele chetu ni kwenda kuhudumia wananchi. Kipaumbele chetu ni kwenda kutimiza malengo na ndoto na dira ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Leo umefika kwenye kituo hiki kutembelea, kujionea shughuli ambazo zinaendelea. Tunafahamu tutapata maelekezo yako Mheshimiwa Naibu Waziri, lakini tunayo maelekezo ya kiwilaya ya Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ndugu Edward Jonas Mpogolo kwamba kwa ukubwa wa eneo letu Mheshimiwa Naibu Waziri, lakini kwa wingi wa mapato ambayo tunakusanya kama nilivyosema, on source kwa maana ya mapato ya ndani kwenye eneo la afya ni bilioni 9. Alitoa maelekezo kwamba sasa jiji la Dar es Salaam tuachane na ujenzi wa msambao. Kwa hiyo vituo vyetu vyote vya afya ambavyo tunajenga kuanzia mwaka jana hatujengi vituo vya msambao, na hata Mheshimiwa Rais anapotuletea fedha, Mheshimiwa Naibu Waziri, zile milioni 500 tuna complement kwa maana ya kuongezea ili tujenge magorofa. Hii inatupa nafasi Mheshimiwa Naibu Waziri ya kuweza kuhudumia wananchi kwa wigo mpana, na maelekezo hayo katika utekelezaji wake Mheshimiwa Naibu Waziri, taarifa ni kwamba kwa sasa tunaanza na vituo viwili vikubwa vya aina hiyo. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya atakupitisha, lakini kwa msukumo huo kupitia idara ya afya, Mheshimiwa Naibu Waziri, tumejipanga vyema. Yako maelekezo ya kwako, yapo maelekezo ya wizara kwamba twende tukahudumie wananchi. Mwelekeo wa serikali ni bima ya afya kwa wote. Tayari kupitia uongozi wa mkoa kwa maana ya mganga mkuu wetu wa mkoa ametoa maelekezo kwetu sisi halmashauri ya jiji la Dar es Salaam kuanza kufanya vikao, kuanza kufanya sensitization huko ngazi ya kata na maeneo yote ili wananchi wafahamu, na lile kundi la kwanza ambalo limeelekezwa kisheria kuanza kunufaika na bima ya afya lianze kunufaika haraka iwezekanavyo pindi Mheshimiwa Rais atakapotoa maelekezo kwa maana ya uzinduzi. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Naibu Waziri, na mimi niungane na wenzangu wote waliotangulia kukukaribisha sana na tuko tayari kupokea maelekezo yako. Asante sana. Kazi na utu, tunasonga mbele. Wanailala, nimepokea salamu zenu kupitia kwa mstahiki meya Mheshimiwa Diwani Sheta, lakini nitambue salamu za mkuu wetu wa wilaya na wasilisho lake, lakini pia mkurugenzi wetu DMO pamoja na mganga mkuu wetu wa jiji la Dar es Salaam, pamoja na waandishi wa habari mlioko hapa, mainjinia na mafundi mnaoendelea kufanya kazi hapa. Ndugu zangu, tuwe na desturi za kupongezana. Mkuu wa wilaya, na kupongeza sana kwa kazi kubwa ambayo umeendelea kuifanya. Unasimamia na kutafsiri maono ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kupeleka huduma kwa wananchi, lakini pia umepata mstahiki meya ambaye anataka matokeo. Mstahiki meya huyu na yeye anakwenda kusimamia katika kata yake hii, lakini pamoja na halmashauri nzima, ili tuweze kupata matokeo na kumsaidia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais yuko tayari kuleta fedha katika miradi mikubwa kama hii. Nimpongeze sana injinia mlimpata kupitia mkurugenzi wetu, pamoja na wale wengine ambao mliwaingua ili tuweze kupata matokeo kwa haraka, na haya ndio matokeo ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan anataka twende tupeleke huduma kwa wananchi. Viongozi mlioko hapa, viongozi wa chama pamoja na wananchi wa kawaida, mimi nawapongeza sana kwa kazi kubwa ambayo mnaendelea kushuhudia na kuisimamia. Fedha hizi Dr. Samia hajachoka kuzileta huku chini. Sisi nitakiwa tutafsiri maono yake na tupeleke taarifa kwa wananchi, tupeleke taarifa kwa madiwani wote, tupeleke taarifa kwa wanaohitaji huduma katika eneo letu hili, ili waone kwamba serikali yao ipo karibu yao na tuko tayari kutoa huduma hizi. Nimependezeshwa sana na wasilisho la injinia wetu. Amesema kwenye wasilisho mwezi wa 4 tutakamilisha ujenzi huu na utaanza kazi, lakini kipindi ananipitisha kwenye korido akasema lengo lao iwe mwezi wa 3. Ikishindikana mwezi wa 3 basi mapema sana mwezi wa 4. Na mimi niwaahidi kama mtafanya ndani ya muda, tutakuja hapa tena kufanya ufunguzi wa kishindo na wananchi wajue serikali inafanya kazi hizi. Zaidi ya bilioni 8 zimetengwa hapa, na tutaendelea kuwekeza katika kituo chetu cha afya hiki
maanisha magari ya wagonjwa, mashine za kisasa za upimaji, ili baadhi ya mambo yale yanafanyika hapa bila kwenda kwenye hospitali zetu zile kubwa. Niwapongeze sana uongozi, endeleeni kusimamia hili, na sehemu yoyote ambapo kuna changamoto tuwasiliane kwa haraka ili tupeleke huduma kwa wananchi. Nifikishie salamu kwa mkuu wetu wa mkoa, nifikishie salamu kwa mheshimiwa mbunge, lakini spika wetu na yeye anapenda matokeo na amesema yeye bado ni kijana, kijana kifikra. Tusimwangalie umbo lake, lakini ana fikra za kijana, kwa maana anataka matokeo kwa haraka, na haya ndio maono ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Twendeni tukafanye kazi. Kama mnavyotuona sisi TAMISEMI hatupumziki, usiku na mchana tunatembea kwenda kuangalia miradi, kusisitiza miradi kamilike kwa wakati ili tuweze kupeleka maendeleo kwa wananchi, tukatafsiri maono ya Mheshimiwa Rais ili tuende sasa mbele na nchi yetu isonge mbele katika nyanja mbalimbali. Asanteni sana ndugu zangu, yale ambayo mmewasilisha kwenye andiko lenu na kwenda kuyapitia, lakini yale ambayo mnaendelea nayo niwapongeze. Mkurugenzi, simamia hili, mkuu wa wilaya upo, lakini pia mstahiki meya yupo. Ukituangalia hapa pamoja na waandishi wa habari, wote bado ni vijana. Tuna kesho nyingi. Tufanye kazi hizi kwa uzalendo mkubwa sana ili tuwahudumie wazazi wetu wanaozeeka, wanaohitaji huduma, mama zetu na dada zetu. Tufanyeni kazi hizi kwa kumsaidia Mheshimiwa Rais kwa uzalendo. Nawashukuru sana na nawapongeza sana.